Kulikuwa na mtu mmoja pale katika Wathaqif, alikuwa anaitwa Urwa ibn Mas'ud Thaqafi. Alimfuata mtume nyuma, kabla hajafika Madina wakakutana. Urwa ibn Mas'ud Thaqafi akasilimu, mwenzao wale wa Thaqif aliporudi, kwa sababu walikuwa mahabuban fi qaume, Urwa alikuwa anapendwa kupitiliza, akawatangazia Uislamu. Wakakerwa na hilo, wakamuua. Urwa aliuliwa na ndugu zake kwa sababu ya Uislamu. Baadaye wakakaa kikao na kuunda tume. Lakini kikao hiki walikaa mtu washaua, ilitakiwa wakae kabla. Au sinielewe vibaya, sina maana hiyo. Katika jumla ya mambo ambayo yanayotusumbua ni watu kuishi kwa akili za watu. Wakati Mungu hakutaka iwe hivyo, kila mwanadamu alimpa kichwa chake na moyo wake ili aweze kuchuja maneno yake na matendo yake. Kunilazimisha mimi nifanye unavyofanya, tafsiri ya kunihukumu mimi zezeta. Kunilazimisha mimi nizungumze kama unavyozungumza ni kunilazimisha mimi nijitangaze kwamba mpungufu wa akili. Ili ujioneshe kwamba wewe ni mwanadamu uliyetimia, unayejitambua, fanya kwa kutumia akili yako. Hata kama watu watakuhukumu wewe ni matope kwa sababu ya ulipokuwa, kama mwenyewe unajiamini mimi dhahabu, baki kuwa dhahabu hata kama watu watakuona kuwa ni tope. Mtume Muhammad alijitambua kwamba yeye ni zaidi ya madini yote yaliyopo duniani. Walipambana kusitisha kazi yake ya dawa asifanye. Wampe wake wazuri wazuri atakao, wampe mali atakazo, wampe cheo atakacho, lakini aliamini kwamba mimi ni timamu, natumia akili zangu, siwezi kuishi kwa akili zenu, mtaishi kwa akili yangu. Wapo watu wanatamani watu wote wawaburuze kila kukicha kwa matashi yao, lakini si kama haitoshi, hao watu ambao wanataka wateke akili yako wakuburuze, wakisha haribu dala ya kufikiria namna gani tunaweza kusuluhisha na kuweka sawa, siku zote wanakuja na sura ya maridhiano aliyosema Sheikh Shabani Pembe, lakini ndani ya maridhiano wanakuja na masharti magumu yanayolenga maslahi yao. Kama hujitambui, utaendekeza masharti yao ili wapate kujisifu kwamba wanakuburuza. Kwenye siasa, kwenye biashara na kwenye dini, wapo watu sampuli hiyo. Kila utakapotaka kutumia akili zako kwenye maisha, watakupa kila aina jina: mtata, jeuri, mbishi. Kwa nini ufati akili zao? Mimi Mungu kanipa za nini?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatoka katika vita vya Hunain, alipita katika mji wa Thaqif, akajitambulisha pale. Kwa siku kama 3 aliwatarget. Walitulia ndani, hakuna aliyetoka, bwana mtume akiwa na jeshi la Waislamu. Huyo ndiyo mtu aliyejitambua katika dunia. Hakuna mtu aliyetoka ndani. Kisha akawaambia, tokeni, fanyeni shughuli zenu. Mtume anarudi Madina. Kulikuwa na mtu mmoja pale katika Wathaqif, alikuwa anaitwa Urwa ibn Mas'ud Thaqafi. Alimfuata mtume nyuma. Kabla hajafika Madina wakakutana. Urwa ibn Mas'ud Thaqafi akasilimu. Mwenzao wale wa Thaqif aliporudi, kwa sababu walikuwa mahabuban fi qaume, Urwa alikuwa anapendwa kupitiliza, akawatangazia Uislamu. Wakakerwa na hilo, wakamuua. Urwa aliuliwa na ndugu zake kwa sababu ya Uislamu. Baadaye wakakaa kikao na kuunda tume. Lakini kikao hiki walikaa mtu washaua, ilitakiwa wakae kabla. Au sinielewe vibaya, sina maana hiyo. Walichofikiria, huyu mtu anapendwa sana hapa, lakini amesilimu. Waislamu wakijua sisi ndiyo tuliomuua, pata tosha. Wakatuma timu ya watu 6 kwenda kufanya suluhu kwa bwana mtume Muhammad, yapate kuisha. Bahati mbaya, katika kikao cha suluhu walitoa masharti magumu mabaya sana. Wako tayari kusilimu, lakini sharti la kwanza walimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam awaachie waendelee na zinaa. Uislamu tunaupenda, lakini tuache kidogo na mambo yetu, zina tuendelee nayo. Sharti la pili, pombe tuendelee kama kawaida. Sharti la tatu, riba ndio maisha yetu. Lakini sharti la 4, utaki masanamu, na hili Lata ni sanamu, ndio Mungu wetu mkuu, utuachie Lata asivunjwe. Sharti la 5, hawa miungu wadogo wadogo kama kuwavunja sio sisi tukaja tukalaanika. Waliamini masanamu wanaweza wakapata nayo matatizo, wewe na watu wako njoo uvunje. Waliweka masharti 5. Haya tunayaona kwenye siasa. Wapo watu wanaharibu, wakishaharibu, baada ya kukaa kufikiria tunafanyaje, wanataka suluhu, lakini kwa masharti magumu. Msinipeleke mnakotaka nyinyi, mimi siendi huko. Nilisema siku moja, wakati mzee Magu anaondoka au akiwa madarakani, mawaziri Waislamu walikuwa 3 tu nchi nzima. Sitaki kueleza kila kitu, sema kidogo tu. Nchi nzima mawaziri Waislamu walikuwa 3 tu. Niliwahi kusema hotuba hii, niliongea Mtoro, niliongea Manyema. Hayupo aliyelalamika kwenye udini. Leo kaja mama kaongeza kidogo tu, maneno yamekuwa mengi, ushawishi wa vurugu na upuuzi mwingi ukafanyika, yakaharibika yaliyoharibika. Leo wanakaa kikao cha suluhu, watu wanatoa masharti magumu.
Ishi kwa akili yako. Mnakumbuka tukio la Sulhul Hudaybiyah, Sheikh Shabani kalizungumza. Walipotaka suluhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walitoa masharti magumu. Kumbe haka kachezo akakajaibuka, ni kachezo ka siku nyingi. Waharibifu wanaharibu, wakishaharibu wanataka suluhu, lakini ndani ya suluhu wanaweka masharti kwa ajili ya maslahi yao. Ishi kwa akili yako. Usiponielewa, baada ya biriani tulia, safirisha akili. Tunahitaji Waislamu makini. Taifa hili linahitaji vijana madhubuti, wakiwa Waislamu wawe na mapenzi na dini yao, lakini wawe na mapenzi na nchi yao. Msemaji wa kwanza aliwakusa vijana, Sheikh Yusuf Muhammad Kidago. Al-Imam al-Junaid alipokuwa akizungumza vijana, akasema ujana ni nini? Kataja vitu vitatu: al-futuwa badhlun nada, wa kaffu al-adha, wa tarku shakwa. Vitu vitatu. Ujana wa sawasawa. Tunahitaji vijana hao, sio vijana wa kufuga matumbo tu. Al-futuwa badhlun nada, ujana wa sawasawa ni kujitolea kwenye jamii kile unachokiweza. An-nada, usiende katika qataratul matar, utakosea, sio nada hiyo. Badhlun nada, jitolee. Wewe mwenye elimu, jitolee elimu yako, ndio ujana. Ukiwa mjana, kijana na nguvu zako, jitolee ulichonacho katika jamii. Wewe mwenye fedha, jitolee ulichonacho kwenye jamii. Wewe mwenye akili timamu, jitolee ulichonacho kwenye jamii. Hatuwezi kuwa na vijana siku zote wanawaza kuharibu ya watu. La pili, wakaful adha, na kupambana kuziwia yaliyokuwa sio. Lakini la tatu na la mwisho, watarku shakwa. Pigia mstari hapo, nikae chini. Watarku shakwa, tuache kulalamika. Kuna watu wanatulazimisha tuishi kwa kulalamika. Tusiishi kwa kulalamika. J4, pambana uone bati zako unauzaje kule. Acha kulalamika, tunaonewa. Wewe umefanya lipi? Tarku shakwa ndio kijana. Kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, Waislamu nyanyukeni, nendeni. Kuna uchaguzi wa udiwani, nyanyukeni, nendeni, na aliyenyanyuka aungwe mkono. Acha majungu, naendekeza njaa. Unamwacha Muislamu mwenzio, unakwenda kumweka mtu mjui katoka wapi. Leo kwa sababu ya watu kutoishi kwa akili zao, mtu anaishi huko alikotaja Sheikh Shabani Pembe, Mbekenyela ndani na Nyamba huko wapi, anaona kwa watu wasiokuwa na akili timamu Magomeni, anakuja kuomba udiwani hapa mnampa, anakuja kuomba ubunge hapa mnampa. Mnamjua, hamuishi kwa akili zenu. Hata akija mgeni tumpeni, lakini yuko tayari kuishi na sisi? Sawa, mgeni ataishi na sisi. Maneno mabaya kidogo, lakini ndio dini yenyewe. Kwa hiyo tuishini kwa akili zetu, tusiendeshwe, kwa sababu tunazo akili na Mungu kajalia na unao. Likifika jambo kwenye maeneo yetu limetushinda, tukimbilieni kwa wazee. Muungwana anaambiwa hivi, ng'ombe akivunjika mguu urudi zizini. Na kama tunao wazee tunachokwama, turudi kwa wazee, tusiendeshwe. 29 Oktoba
mlikuwa mnakimbia, si wenzenu kule shamba tulikuwa tunaishi kama kawaida. Mmenunua mpaka nyanya 2001 kwa sababu ya kuishi na akili za watu. Hamkutumia akili zenu. Mtu yupo Ulaya, tutoke, njoo wewe huku, tutoke wote. Tutoke, umekaa huko. Alafu inafika wakati watu wenyewe wanawake kuonesha wajitambui, mpaka kuvaa kwake hawezi. Lakini hao ndio watu ambao wanatushikia sisi akili. Ni wapongeze watu wa Magomeni, sio ndio tunaita hapa Mzimuni, sio Mikumi. Kwa fikra hizi, kwa akili zenu mkaona mfanye maulidi ya pamoja. Mungu abariki mji wenu na abariki umoja wenu na misikiti yenu. Lakini shirikianeni kwa kweli, ondoeni tofauti kama zipo, warejeeni wazee muwaweke karibu, mfanye nao ushauri. Tunahitaji kuona watu wanafikiria vitu kwa akili zao, wakaamua kwa akili zao, wakafanya kwa akili zao, kisha wakafanya tathmini wao wenyewe kuona wapi walipata, wapi walikosa, wapi kidogo panahitaji marekebisho. Sasa hivi ni saa 7+. Mtu kama huyu anayekaa huko wapi sijui huko, muda huu ilibidi awe Ulongoni, si wapi huko, alitakiwa awe kwao huyo Sheikh Shiru, lakini yuko hapa kwa sababu ya Mtume Muhammad. Yupo hapa kwa sababu ya Mtume Muhammad. Naamini huyu na mwingine kama mimi, maana mimi maulidi hii nimepigiwa simu leo na Sheikh Walidi, usikose kuja bwana, wanakutaka huko na nini. Na nimefika hapa nimemwambia niacheni, sisemi sababu tatizo mimi na jamaa bado hawajaondoka, lakini bado wamenilazimisha niseme. Kwa hiyo mtanisame kwa kuchukua dakika nyingi, kwa sababu nilishaomba radhi mapema. Niacheni, sisemi, bado hawajaondoka. Lakini mwisho ni waombe walimu zangu, wapo kina Sheikh Pembe, kina Sheikh Singa, walimu zangu. Sheikh Kizundu yupo, Abdurrahmani, na kuombeni sana. Haya maneno nitakuwa namalizia mara kwa mara yanayofanana na haya na ndugu yangu Sheikh Muhammad Hamza. Umri wetu ni mdogo. Bahati nzuri uliowataja wote wadogo zangu sana, sio kidogo. Umri wetu ni mdogo, lakini tufanyeni kazi ya dini bila ya kujali hili na lile. Nchi yetu ina wakati mgumu sana kwenye dini, na kuombeni tufe kwa ajili ya Allah. Wapo maimamu wakubwa wamekufa jela kwa sababu ya dini. Ukiishi na woga watanung'unika, hutofanya kazi ya dini. Narudia, mkiishi na woga hutofanya kazi ya dini. Tufanyeni kazi ya dini, tuondoeni tofauti zetu, tushikamane, tushirikiane. Nikikosea mimi tupeane nasaha kwa wenyewe kwa wenyewe, turekebishane, tuinasihi jamii, lakini isiwe sababu kwa sababu huyu anapewa sana kitu fulani ikawa shida. Lakini nataka niwaambie, hata mawaidha sio kwa sababu ya elimu. Cheo sio kwa sababu ya elimu, ni mpango wa Mungu tu. Unaweza ukawa na elimu nyingi usiwe na cheo, mwenye elimu kidogo akapata cheo, ndio mpango wa Mungu. Unaweza ukawa na maarifa makubwa, watu wasikuone hata kutoa mawaidha, na ukiweka darasa wanakuja 4 tu, mwenye vitabu 3 darasani wanakuja watu 200. Wewe ridhika wa Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.